baadhi ya watu ambao tumekuwa victim wakati ambapo unakuta kwamba siasa ya siku moja inafanya unapoteza wazazi wako, siasa siku moja inafanya unapoteza ndugu yako, inafanya unapoteza mtoto wako, unapoteza mpenzi wako. So ilikuwa inaniuma sana. Nikawa natamani sana niweze kueleza Wakenya kwamba tafadhali Wakenya, wakati ambapo tunafikia uchaguzi wa 2027 tuweze kufanya kwa amani. Yaani usikubali, tuchukue kama mandugu, tuchukue kama watu wa karibu sana. Kalau siku zao tuseme mandugu wanauana, tuchukue kama like kila mtu tukiona mtu anaonekana kama ni mtoto wako, na maana kana kama ni mtu ambaye mwenyewe umemzaa. Unajua ni vigumu sana mtu kuwa mtoto wake. Lakini mambo ya kindugu, most of the time tunaambianga watu kwamba tuishi kindugu, tufanye mambo kindugu. But still siku hizi mandugu hata wanauana. So nikawa natamani sana niweze kufikishia hii message kwa Wakenya wote. Ya kwamba angalau tunapofanya ama unapotembea na wenzako, unapoongea kuhusu siasa, jaribu sana kuongelea kuhusu amani pia. Kwa sababu watu wengi wanafanya siasa wanaongea, lakini unakuta kwamba wanasahau ya kwamba uzima wako ama maisha yako ama maisha yangu si amana sana. Najua kwamba nilipokuwa naeleza watu nilikuwa nawaambia kwamba hii story ya amani mtu anaweza chukulia kuwa si amana. Mpaka siku ambayo anaweza kukutana na mtu ambaye alipoteza wazazi wake wote kwa sababu ya siasa siku moja ama kwa sababu ya vita siku moja. So nikawa naeleza watu kwamba wewe unainisikia leo hii, hata ukitoka mahali hapa ambia tu mtu mmoja kuhusu amani. Mwambie tu kwamba hata kama tuna campaign ama hata kama tunaongea kuhusu hivi na hivi, pia tuongee kuhusu amani. Tuangalie maisha yetu pia. Tuangalie tutaishi vipi. Kwa sababu unajua sasa hizi maisha ambayo umwagaji wa damu imekuwa ni kana kwamba si kitu. Watu wanafariki. Yaani ukitembea huko hicho unakuta yaani kitu kidogo tu mtu hata asipoteza biashara sasa hizi kidogo tu kuhusu hata mambo ya siasa. Yeye anakuambia kwamba mimi na support tu, mwingine anakuambia na support. Anakupa kidogo tu mtu anapoteza maisha yake rahisi sana. So hiyo ni kitu ambacho niliingia na mimi nikasema hapana. Itakuwaje mimi kama jenzi naweza jitokeza nikaanza kuambia watu kuhusu amani. Naweza jitokeza nitembee kila mahali kwa Kenya. Naweza tembea kila mahali kieleza watu kuhusu amani. Hata kama kuna mtu ambaye hataona kuwa ni utukufu leo, lakini 2027 huenda ataiona kwa amani.